Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania, ni kufahamishe kisha baadaye tutakuwa tunachanganua moja kwa moja. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania imeweza kupokezwa na ujumbe mkali ambao naenda kuusoma, haswa baada ya wananchi kufungiwa katika nyumba zao wakati wa kusherehekea uhuru nchini Tanzania. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia nani ameutuma ujumbe huu. Ujumbe huu unazungumzia nini na kwa nini umewasilishwa wakati huu kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kabla nisome huo ujumbe, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Tukabidhi like kwa heshima na taadhima, na kuomba tu kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na sambaza hii kanda kwa grupu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Naomba kusoma ujumbe ambao umetufikia katika meza yetu ya habari baada ya ujumbe huo kutumwa kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ujumbe huu umetumwa na chama cha ACT Wazalendo ambacho kinaongozwa na Mheshimiwa Mpina, ambaye aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliokamilika wa 29 Novemba mwaka huu 2025. Ujumbe huu unasema hivi: taarifa kwa umma. 9 Disemba, siku ya uhuru isiyokuwa na uhuru. Yaani serikali ya sasa inaendeshwa na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini ACT Wazalendo wanadai kwamba ni siku ya kusherekea uhuru pasipokuwa na uhuru, kwa sababu Samia Suluhu Hassan alifutilia mbali sherehe za kusherekea siku hii, kisha baadaye watu hawakuruhusiwa kutoka. Sasa wanasema hivi: jana Disemba 9 mwaka 2025 ilikuwa siku ya kusherekea miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, katika siku ambayo inapaswa kuashiria uhuru, lakini Watanzania hawakuwa huru kufuatilia hatua zilizochukuliwa na dola kudhibiti uwezekano wa kutokea maandamano yaliyotangazwa na wanaharakati Hakika Not Yet Uhuru. Serikali ya Samia Suluhu Hassan iliweza kuzuia maandamano kupitia vyombo vya dola, kwa sababu walikwisha tangaza watu wakae nyumbani, kwa sababu wale ambao hawakuwa na shughuli ya dharura hawangeruhusiwa kutembea hapa na pale. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan inakosolewa kupitia vyombo vya dola kwa kuweka amri hiyo. Maandamano ya amani yalipangwa kote nchini ili kudai haki kwa waathiriwa wa ghasia baada ya uchaguzi na uwajibikaji kwa waliohusika. Hata hivyo, serikali ilipiga marufuku ikitumia vikosi vya usalama. Vitendo hivi vinadhibitisha uoga wa serikali kwa sauti ya wananchi. Kile ambacho anajaribu kukisema, serikali ya Samia Suluhu Hassan iliweza kuogopa, kwa sababu walianza kupiga marufuku maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa, ambayo yaliweza kukabidhiwa jina maandamano yasiyokuwa na kikomo. Lakini wanaendelea kusisitiza na kusema sauti ya mwananchi ni kali na inazungumza na kunguruma na kutenda yale ambayo yanastahili, kwa sababu wangeandamana kutafuta haki kutendeka kwa wale ambao waliweza kuadhirika wakati wa maandamano yaliyopita. ACT Wazalendo inasisitiza kuikataa tume ya uchunguzi wa ghasia baada ya uchaguzi nchini chini ya Jaji Mkuu mstaafu Othman Echande
Tunaiona tume ya Chande kama udanganyifu mkubwa, kwani inakosa uhuru, uwazi na ushirikishwaji mpana wa jamii. Chombo hiki kilivyo hakiwezi kutoa haki, kwa maana waliuawa maelfu, waliokamatwa au kutoweka kwa kutekwa. Kuna tume ile ambayo ilichaguliwa ama iliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kufanya uchunguzi kutathmini yale ambayo yaliweza kufanyika wakati wa maandamano. Sasa ACT Wazalendo wamefutilia mbali na kusema hiyo haistahili kwa sababu ni tume ya Samia Suluhu Hassan, sio tume ya kufanya uchunguzi kuhusiana na maafa. Tunadai mchakato unaoongozwa kimataifa chini ya UN, that is Umoja wa Mataifa, AU na au SADC, ili kufanya uchunguzi wa kuaminika wa uchaguzi na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Hii ni muhimu ili kurejesha amani na kuwajibisha wahusika. Yani ama ACT wanajaribu kusema ya kwamba ikiwa uwazi unapatikana kuonekana katika taifa la Tanzania, tume lazima iundwe na Umoja wa Mataifa ama AU ama SADC ili iweze kufanya uchunguzi kujua idadi ya wale ambao waliangamia na wale ambao waliweza kuathirika. Tunatoa wito kwa serikali ikubali, yani ratify mara moja mkataba wa Umoja wa Afrika wa demokrasia, uchaguzi na utawala unaokuza uchaguzi huru na haki za binadamu ambazo zinakiuka sana. Hii itakuwa hatua muhimu kuonyesha dhamira ya dhati ya serikali kurejesha demokrasia nchini. ACT ni miongoni mwa wale ambao wanaendelea kupendekeza kwamba uchaguzi mpya ukaweze kuandaliwa katika taifa la Tanzania. Tunahimiza kuanza upya kwa mchakato wa katiba mpya ili kuunda mfumo unaohakikisha demokrasia ya kweli, ulinzi na haki za watu na uwajibikaji. Yani najaribu kusema ya kwamba penye imefika katiba mpya inastahili kupitishwa katika taifa la Tanzania ili isije ikatumika kama katiba ya zamani ambayo inajali wale ambao wako uongozini, lakini mwananchi wa kawaida anaendelea kuyapitia magumu. Anamaliza akisema ya kwamba ama ACT, barua hii inasema ya kwamba mwisho hapo chini, ACT Wazalendo inasimama na Watanzania katika mapambano haya. Hatutanyamazishwa na tunawaomba wananchi, asasi za kiraia na washirika wa kimataifa kujiunga nasi. Pamoja tunaweza kujenga Tanzania huru na yenye demokrasia. ACT Wazalendo, taifa kwanza, leo na kesho. Kwa hivyo ACT wanasema ya kwamba wanaendelea kuungana na wananchi kuhakikisha kwamba demokrasia, haki, wazi umetendeka katika taifa la Tanzania. Ikumbuke kwamba vyombo vya dola, nimeona jeshi la polisi wanaendelea kutoa taarifa kila risali moja kwa kusema ya kwamba kuna amani katika sehemu mbalimbali katika taifa la Tanzania. Ishara tosha kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imeweza kushinda maandamano ambayo yasiokuwa na kikomo, kwa sababu yangekuwa yanaendelea. Kwa hivyo hii ni habari ambayo imetumwa na ACT Wazalendo. Je, unaamini siku ya kusherehekea uhuru, siku ya Jumanne, ni ukweli ni siku ilikuwa inasherehekewa katika taifa la Tanzania licha ya watu kutotoka nje? Utadirike katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea haswa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. And that's the only way we can continue building this channel of ours, Mokeja TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.